Makamu wa rais wa Marekani JD Vance ameshutumu serikali ya Israel kwa kile alichodai kuwa ni juhudi za kushawishi maoni ya umma wa Marekani ili kuhakikisha vita dhidi ya Iran vinaendelea kwa muda mrefu zaidi. Akizungumza katika mahojiano na mtangazaji maarufu wa podcast Joe Rogan, Vance alisema ana imani na baadhi ya viongozi wa Israel, lakini akaeleza kuwa kuna kundi ndani ya serikali hiyo ambalo limekuwa likijaribu kubadilisha mtazamo wa Marekani kuhusu mzozo huo. Ninaamini kuna kampeni ya siri yenye ufadhili mkubwa inayolenga kuvuruga mazungumzo na kuzuia kufikiwa kwa makubaliano na Iran, alisema Vance, akiongeza kuwa ana ushahidi kuwa baadhi ya viongozi wa Israel hawakubaliani na makubaliano yaliyofikiwa kati ya Washington na Tehran. Kauli hiyo imekuja wakati Marekani ikiendelea na mashambulizi dhidi ya Iran, huku ikijaribu pia kufufua mazungumzo ya kidiplomasia yaliyosababisha kutiwa saini kwa hati ya makubaliano MOU mwezi uliopita. Makubaliano hayo yalijumuisha kusitishwa kwa mapigano kwa muda wa siku 60 na kufunguliwa tena kwa shughuli katika mlango wa Hormuz, ingawa hatua hiyo baadaye ilivunjika baada ya mapigano kurejea. Vance, ambaye amekuwa mmoja wa viongozi wakuu wa Marekani wanaoshughulikia mazungumzo na Iran, alihudhuria mikutano nchini Pakistan mwezi Aprili na baadaye Uswizi mwezi Juni wakati wa kusainiwa kwa makubaliano hayo. Makamu huyo wa rais alisema hana tatizo na serikali za kigeni kujaribu kushawishi sera za Marekani, lakini alionya kuwa tatizo kubwa ni pale viongozi wa Marekani wanaporuhusu ushawishi huo kuathiri maamuzi yao. Kinachonisumbua ni pale viongozi wa Marekani wanaporuhusu ushawishi wa nje kubadilisha maamuzi yao na kile wanachokitetea, alisema Vance. Ikulu ya Marekani kupitia msemaji wake Caroline Leavitt ilionekana kuunga mkono sehemu ya kauli ya Vance, ikisema kuwa ni jambo la kawaida kwa mataifa ya kigeni kujaribu kushawishi maoni ya wananchi wa Marekani. Kauli za Vance ni miongoni mwa ukosoaji mkali zaidi kuwahi kutolewa na viongozi wa juu wa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Israel tangu kuanza kwa mzozo huo mwezi Februari. Hapo awali aliwataka viongozi wa kisiasa wa Israel kutokushambulia mshirika wao pekee mwenye nguvu duniani kwa kuendelea kuikosoa Marekani kuhusu msimamo wake na kusitisha mapigano na Iran. Wakati huo huo, baraza la wawakilishi wa Marekani limekataa pendekezo la kusitisha msaada wa mabilioni ya dola kwa Israel. Pendekezo hilo liliangushwa kwa kura 314 dhidi ya 104, ingawa idadi ya wabunge wa chama cha Democratic waliounga mkono kusitisha msaada huo imeongezeka, jambo linaloashiria mabadiliko ya mtazamo ndani ya chama hicho kuhusu uhusiano wa Marekani na Israel. Kauli za JD Vance zinaashiria uwepo wa tofauti za kimtazamo ndani ya utawala wa Marekani kuhusu namna ya kushughulikia vita vya Iran, huku shinikizo la kurejesha mazungumzo ya amani likiendelea kuongezeka kadri mapigano yanavyozidi kusambaa katika Mashariki ya Kati.